Hallelujah. Let's give a clap offering to the Lord. Amen. That is beautiful. It is great to have you in the house of the Lord. Can you just wave to somebody and tell him, thank you for coming. Thank you for having the confidence and the faith that God is with us. Kwani umeacha kumwambia mwambie it is good to have somebody of faith, somebody who believes like you. Amen. Because the cowards did not come. The cowards did not find the courage to be in the house of the Lord. For us, we have no limitation. We can have the capacity to hold people that we really need in the house, and therefore we appreciate. But we are not condemning those who never came and those who have not found their way into the church. There are so many reasons and so many factors as to why some people will not be in the church. Some will say, I am over 58. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo nakwambia vitu zingine furahia. Enjoy ujana sasa. Utafika 58. And you never know what will happen when you will be 58. Then you don't find yourself in the church. So tell somebody, enjoy yourself in the presence of the Lord. Amen. And if you are at home, we want to welcome you and tell you that this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in the presence of the Lord. Tutafurahia na tutatukuza Mungu kwa sababu ya baraka zile tumepokea, si ndio? Na kwa hivyo hata wale ambao haukuweza kufika, unatuonea kwa tarakilishi yako ama kwa simu yako, tunasema Mungu yuko pamoja na sisi, yuko pamoja na wewe, na baraka zake ziko juu yako. Bwana bariki sana. Let's appreciate the praise team as they sit down. God bless you. We may take our seats in the presence of the Lord. Amen. We are trying to adhere to some of the rules or most of the rules, and therefore that is why we are here at this particular time. I know this is usually the time for our first service. Actually hata sijui kama normally mhubiri huwa amesimama kama saa hii, hapana. Maana ni mapema, lakini tunashukuru Bwana tumepata opportunity ile ambao tuko naye. Na kwa wale ambao mnatujoin online, we want to say the Lord bless you. The Lord continue to minister to you in a great way as we continue to serve. Let us pray as we go to the word of the Lord. Father, we thank you. The Bible says, where 2 or 3 are gathered in your name, you are also with them. This is my prayer and this is my faith. The word that we are hearing today, let it generate faith and strength in our hearts in Jesus' name. I pray that King of Glory, anything that hinders the flow of the word, the power of the word, let it be broken from us in the name of Jesus. Let the grace to understand be upon us. Oh God, as Paul said to the church of Ephesians, praying for them that the eyes of their understanding could be opened. Open the eyes of our understanding, Lord. We want to hear from you. We want to understand what you are saying so that our lives will never be the same again. In Jesus' name, we do pray and we do believe. Amen. God bless you so much. The Lord is with us. We are in the book of Isaiah 58. I believe that is what I said I would share with you this day. Kwa hivyo jipange Biblia yako, Isaya 58 itatusaidia kuelewa mengi kuhusu fasting. Particularly I want to share more on the wrong fast and the true fast. Mfungo unaokubalika na mfungo usiokubalika. And I want to lay an emphasis on a word that we shared the other day from the book of Matthew chapter 6 and verse 16 to verse number 18. And what did Jesus say? When you fast, praise the name of the Lord. The word when you fast simply means I am putting some conditions on what you do when you do what? When you fast. Nitaweka taratibu ya vile utafunga. Hautafunga vile unafikiri. Na kwa hivyo yeyote ambaye anatamani kufunga ni lazima aelewe kuna mikakati anastahili kuweka katika mawazo yake. Kuna mipangilio ya kufunga.
Jina la Bwana libarikiwe. Just lower the volume of the speaker, not my mic. Just a little. Praise the name of the Lord. And I hope you can let us know, for those who are outside, whether the sound is clear enough for you, so that we do not just air a program that disturbs you. We would really appreciate your feedback. Praise the name of the Lord. So I'm saying, and it is important for us to understand, fasting has conditions. You do not just fast the way you want, but you fast according to the preset conditions. Haufungi vile unataka, haufungi kulingana na maoni yako. Uende tu ufikirie nitafunga, nitaomba. There are regulations according to the word of God concerning fasting. Praise the name of the Lord. For those who are not here from the beginning, I said fasting is not something that you think about. It is compulsory for a believer. It is one of the major pillars in your life. Na nitakwambia hivi, kama wewe ni Mkristo na utaavoid kufunga, hauna wakati ule wa kufunga, haujipeani katika mfungo hata siku moja, nitakuahidi kuna vitu nyingi zitakwama katika maisha yako, na siku itafika unatamani zifunguke, lakini haziwezi kufunguka. Kuna malango utatamani yafunguke, lakini hayawezi kufunguka. Kwa sababu gani? Kuna vitu vinaondolewa tu wakati mtu amefanya nini? Amefunga. Praise the name of the Lord. Matthew 17 verse 21. Jesus said, this kind of devil do not go away except through prayer and fasting. Kuna aina ya mapepo huwezi fukuza kama wewe hauna wakati wa kufunga na kuomba. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kuelewa. Niliwaambia ukisoma katika ile Matthew 17, Yesu alikuwa ametoka mlimani, akaja wanafunzi wameshindwa kutoa pepo, yeye ameitoa. Wakamuuliza mwalimu, kwa nini sisi hatukuweza? Hiyo ni verse 20. Wakamuuliza kwa nini sisi tulishindwa? Akawaambia aina hii, aliwaambia vitu vitatu. Imani, jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima mtu ambaye anataka kudiru na mashetani, kudiru na ufalme wa giza, vitu ambazo zina kibizana na maisha yako. And I want to believe that one of the things that I'll be talking about in the conference that is beginning on Thursday. If you are not aware, we are beginning our conference on Thursday. We will have a session on Thursday, Friday, and Saturday. Praise the name of the Lord. And we shall be online. For those people who are watching us online, you will watch us from 3 p.m. 3 every afternoon. We will be there on Thursday, Friday, and Saturday. I'll be talking much about spiritual warfare, because I would like you to understand how to wage warfare. Kuna watu ambao hii maisha unakaa, nitakuahidi ya kwamba kuna mashetani watakuweza hata tukikuombea hapa, because you are not willing to participate in warfare. Praise the name of the Lord. Now, do you know that one time Africa was a colonial empire of different countries from Europe? You remember that? Oh, Raikangora was ruled by the Portuguese, plus Mozambique. There were countries that were ruled by the British, like Kenya, Uganda, part of Tanzania, part of the latter years. You know, we know the history. Sasa, which was the first African country to attain independence? Ghana, if I remember. Ghana in 1950 what? 59 there, around that time. So, let me ask you this. Ni nchi gani ambao haikupigana ilipata uhuru? Wale ambao hawakuwa ready to take up arms, they remain. Zimbabwe got their independence in 1980. Praise the name of the Lord. If I remember history. Kumbe mlisoma na hamukushika. Haya sawa, hapo ndipo watu wanajulikana, wale walikuwa wanasoma history na wale hawakushika. Around 1980. South Africa attained independence 1990 what? 90 something. I may not remember the years, all the years. But you know, Egypt attained independence before Kenya. Praise the name of the Lord. Sudan as well. Why? Because there were countries who had the people who are willing to fight. Na kuna wengine walitosheka tu akasema huyu mzungu ataenda tu, najua ni Mungu anapeana, ni Mungu anachukua. Mzungu alikaa. South Africa ndio watakwambia. Mandela alikaa jela miaka mingi mpaka wakati alitoka. Nitasema namna gani? Katika hii maisha kuna vitu hauwezi pangua kama wewe ni mtu soft katika hii life. Unataka kuenjoy life.
Kila chakula inatokea unaoja. Wewe hautaki kupitwa. Ukiona nyama unasema wacha nitafuga next week. Ukiona mikate tu, mikate na imekuwa hapa miaka sijui mingapi. Andua muonane muumakagia. Ungezaliwa wakati tulizaliwa, ungefanya nini wengine? Maana mikate tulikuwa tunaiona tu ikipita na lori. Unless wakati kuna mgeni amekuja akaleta mkate, ama baba amelipwa na amekunywa kidogo ndio ananunua mkate. Tuachane na hiyo mastori. Sasa hii mkate ina machapati. Kitu tulikuwa tunaona Easter, hiyo ingine utaiona Oktoba. Kenyatta Day. Sasa kutoka hapo ni 25 December. Alafu kutoka hapo ni 1st January. Munafungua at least mwaka na chapati. Utafikiri mtakula chapati mwaka mzima. Munakula hiyo siku kutoka hapo. Mungoje mwezi wa ngapi? Wa 4 ama kutembelewa na mgeni. Sasa tuachana na hizo mastori. Na shidwa watu wengine hapa vile mikate unaikula every day. Hii ni kitu ya kufanya ufugue. Machapati ni kitu hata ukipita tu iko ya 10. Hata usipoikula leo itakuwa hapo yule wa jamaa wa chapati anapikia hapo karibu na kwako ya 10, na msikule siku hizi. Mugoje. Wengine hata nashukuru Bwana kwa sababu ya corona uliacha kukula kwa barabara. Hakuna kitu hakina uzuri wake. Hata corona imesaidia watu wengine hapa kuwa wasafi. Mnaona mutiraro wala homa. Amusiku hata na homa, maana wengine amkuwa mnaoga mikono. Ni ukifika kwa soko kile unakuta mtu wa avocado anauza avocado na kwambia oja kidogo uniwe osio. Sasa tuache hiyo mastori. Lakini nilikuwa nataka kusema hivi, kama wewe ni aina ile unapenda kukula kila wakati, unakula hiki unakula kile, kuna mashetani hautaondoa. Be there on Thursday, Friday and Saturday as we talk more about spiritual warfare, how to wage our spiritual warfare. So I was saying, Jesus taught when you fast, and he gave it as there are conditions in fasting. Kuna vipengele vya kufuatwa wakati mtu anafunga. Before I come to that, I want to say this. When is the right time to fast? Ni wakati upi mzuri wa kufunga? Nitakwambia, nilieleza mifungo kadhaa. Nikasema kuna mfungo when God commands, wakati Mungu anaamuru. When God commands, it is your time to fast. When God tells you to fast, he knows better. He knows tomorrow. God is eternal. He knows what is going to happen next month. Praise the name of the Lord. So fast when God demands. Number 2, fast when in trouble. It is good when things are not working. Fast. When things are terrible in your life, fast. Fasting is an offensive weapon. Ni silaha unayoweza kutumia kushambulia maadui wako. Kwa hivyo ni vyema mtu kujua wakati kuna shida katika maisha, unaweza mkibilia Mungu through fasting. Praise the name of the Lord. Unaweza funga wakati unatubu dhambi. Kuna dhambi uacha kuchukulia mchezo, na ndio watu wengine wanashindwa kubreak dhambi. Kwa sababu dhambi zingine ni kuenda tu hapo na kulia, Mungu unanijua vizuri, unanielewa, alafu amen, najua umenisamehe, unatoka. Hiyo hautavunja dhambi. Kuna dhambi zinahitaji unyime mwili raha yake, uinyime chakula, uambie mwili utabidi ufuate barabara fulani. Glory be to God. So there are levels of repentance which you cannot repent just anyhow. Wakati Daudi alianguka katika uzinzi, alitubu namna gani? Alifunga chakula, akaanguka mbele za Bwana, akamulilia Mungu. Amen. Sasa wewe unaingia katika vitu vinavyotisha, lakini hauna wakati wa kufunga ubreak ile nguvu. Ndio maana watu wengine unang'ang'ana na dhambi, unakuta ile dhambi na kwa mfano kuna dhambi kadhaa ambazo naweza sema zinahitaji attention in fasting. Number 1 is a repetitive sin. When you see a sin that is repeating itself in your life, it is time to fast. It is time to talk to God in fasting. Praise the name of the Lord. When a sin, hata kama ni uongo, unaona we ni muongo, you are a habitual liar. Wewe huwezi kaa siku mbili bila kudanganya. Hata wengine unadanganya kwa ibada.
unadanganya wakati, na uongo ni mingi wapendwa. Wakati Biblia inasema kwamba waongo hawatafika mbinguni, umechukua bahasha kwa mfano ni ya fungu la 10, ukaweka kitu ambao sio fungu la 10, lakini unasema ni nini unatoa? I am giving my tithe. Are you not a liar? You are a liar. Wakati ulibarikiwa na ni vizuri ujue hivi, kama hautoi fungu, wacha kutoa kabisa, wacha kutoa manusu, maana ni Mungu unacheza naye. Afadhali yule mtu hajawahi toa, akae bila, hajawahi toa fungu katika moyo wake, kuliko mtu ambaye anakuja anajua alipata 1000, lakini saa ya kutoa fungu anaweka nini? 50 anakula. Wewe mahali mtapelekwa na Anania ndio utajua. Na afadhali Anania, unajua yeye alihukumiwa na yake iliisha. Sasa yako hukumu iko na huko mbele. Na ndio utakuta ninawaambia siku nyingi, mbinguni unajua vitu zingine zitakapokuwa haya, waongo wote waende pande hii. Unajua wengine huwa nawaambia utasimama ukigoja waongo waende, alafu unaambiwa, unasema mimi ama huyu, unaambiwa wewe. Ndio watu wengine unaambia malaika, wacha mchezo, mimi sikuwa muongo, mimi hata sijaidanganya mtu. Lakini ulikuwa muongo kwa sababu wakati ulipotoa, ulitoa manusu. Si unasikia vile Petero aliuliza Anania katika chapter 5 of the book of Acts, Anania, is this everything that you sold the property? And he said yes. And he was asked, why have you decided to lie to the Lord? Praise the name of the Lord. Sasa hii mchezo ya kutoa mafungu manusu, afadhali kukaa naye yote, ukule yote, uwe unajulikana ulikula yote, kuliko kutoa manusu, maana itakuhukumu. Na ni vizuri ukae. Unaona, katika nyumba kama hii sisi tunaamini katika kutoa fungu la 10. Kama wewe hutaki kutoa, tafadhali tafuta kanisa ingine ambao haitoi. Ziko kama ile ya watu wangi, enda huko ukae na wao, hawatoi, hakuna mtu atakuhukumu, kuliko ukae katikati ya watu wanaoamini kitu fulani na wewe haukiamini. Kama hauamini wagonjwa kuombewa wakapona, usikae kanisa mahali wanaombewa, utakwazwa kila siku. Pastor akiita wagonjwa utakuwa unasikia unaita tena, tunailiisha. Sasa utakuwa naona vile mnaniangalia, hata wale mko kwa kamera, naona vile mnaniangalia, ni kwamba tuachane na hiyo maneno. Lakini hizi ndizo vitu ambazo nimekuwa nikiwatajia, because the church lazima tujicorrect. Utaitwa muongo kwa sababu ya mambo fulani. Praise the name of the Lord. Muongo. Unakaa kanisa boy naamini fasting, na wewe hujawahi funga, wewe ni muongo. Na wengine unasikia kukitangazwa haya, kila mtu achague siku ya kufunga, watu wa Monday, Tuesday, mwishowe unaona ni mimi tu nimebaki. Kwa hivyo Sunday ikitajwa unainua mkono, lakini unajua kwa moyo hautafunga. Na Sunday unakuja umevaa sura ingine, ni kama Yesu atarudi jioni, lakini wewe ni muongo. Ongelesha mtu ambaye ako 1.5 meter away from you, mwambie, wacha nikwambie ukweli, wakati wa kubadilika ni sasa. The time to change is now. And I said here, let the church be the church. You know, some of us, we are the hindrance to the power of God. How do you expect God to come in your midst when there is a liar who said I will fast and he never? Who said I am giving my tithe when he was not actually not giving his tithe? Mimi huwa nasema hivi, unajua mimi hukaa na watu wengi hapa kwingine. Kuna watu hata nimeketi na wao nikauliza mtu, jameni, wewe utoa fungu la 10. Mtu anakuambia anatoa. Sasa utamfanya nini? Na hujawahi muona na bahasha. Hujawahi muona kwa ibada, iwe mwanzo wa mwezi, mwisho wa mwezi, katikati, aende arudi, hautawahi muona na kabahasha. Utamfanya nini? Si unawachana naye tu akae hivi. Lakini wapendwa, ibada ndio Mungu, na ninaamini siku zinakuja wakati Mungu atafagia kanisa lake. And I say this prophetically. Even now, this issue of corona is giving us a definition of the people we serve, the people we minister to. Praise the name of the Lord. The government gave permission to some people. Some churches can have the capacity to meet. Some churches are too big. They cannot select 100 people to come to the service. But some churches are small. People can gather, but people are not there. Ndio unaanza kujua,
Kumbe kuna watu hapa huja kutusindikiza, na ni vizuri tusindikizeni tu. Hata wale unatuwatch kwa kamera hapo nyumbani, wewe sindikiza watu tu, siku itafika ulipewa opportunity. One of these days ningetaka tushare na tuongee habari ya kanisa lililopitia katika mateso. Unajua kanisa la leo, kwa nini? Jambo moja, imani ya watu wengi haipo, kwa sababu kanisa la leo halijapitia katika hardships, halijui kuteswa ni nini. Watu wengine kama nchi kama Iran, mtu ameokoka, Bible munagawanya, munararuana karatasi kamoja hivi, unararuwa kamoja. Hiyo ndio unajifanya unaenda choo. Haujaenda choo kwa sababu una haja, umeenda ukaakae huko usome mistari kadhaa, kisha ukimaliza unakakunja vizuri, unaweka kwa suruali, ukitoka ili siku hiyo ingine upatie mwingine na yeye akupatie Zaburi 25. That is how they share. But the church in Kenya, this church that is so free, watu hawaelewi the liberty that we have. Saa hizi ndizo watu wengine wameanza kugundua, kumbe ninaweza kuwa nimeokoka, nina imani na nisifike kwa kanisa. Kumbe naweza kaa mwezi sijaona mtu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. I have told you this. Before the coronavirus outbreak, I had traveled for 6 good months non-stop. Miezi 6, kutoka mwezi wa 6 mwaka uliopita mpaka wakati huu ambao mwezi wa pili nilikuwa nimeenda mkutano after meeting after meeting. I think if I had a bigger break, it was a break of 2 weeks. In 6 months, 2 weeks. Zile ziliwahi shikana, sijaenda mahali. Wapendwa, nilifika mahali nikasikia mwili umekataa. Nikilala na lala na amka na shindwa, usiku umefupishwa ama ni nini, kwa sababu ya uchovu. Leo sijaenda popote. Miezi ngapi? 4. I've been around. Bwana asifiwe. Sasa wale ambao hawa watch online services hawawezi jua hizo ndizo sasa na hubiri 1 hour 40 minutes 30 minutes in a day. Hiyo ndio nafanya. Na nilikuwa nasimama kwingine masaa 6. Kuna mkutano moja nilienda, in one day I stood up for 10 good hours and break between the services. Wapendwa, kuna vitu tunafanya leo hatutafanya milele. Bwana asifiwe sana. Kuna dhambi, ndivyo nilikuwa naelezea, utatubu kwa kufunga. Wacha hii mchezo uko nayo. Ati ni kutubu hapo kulialia mbele za Bwana, kutokea kuobewa. Hapana, kuna vitu funga vikatike katika maisha. Number 3, you can fast when you need divine direction. I've given this word many times. Ezra chapter 8 verse number 20, 21, 22. Praise the name of the Lord. Ezra said, and there at the river Ahava I declared a fast, that we could seek for ourselves the right way. There are ways that are good, but there is a right way. Wakati unafika mahali katika life unahitaji direction, pray and fast. Wacha kutafuta direction. Na watu wengi, there's nothing wrong in seeing your pastor, asking for counsel, but I want to say this. I am a pastor, I am not a businessman. How much counsel can I give you concerning business? I don't know very much about business. I know a few things. But there is a God in heaven who knows where you are going, the right location for a business, what you need to do for your business to rise. Glory be to God. So my brother, fasting is important. Weka chini mchezo, tafuta direction. Umefika mahali, wewe young lady, young man, ukitaka kuoa, si uulize Mungu maswali kuhusu maisha. Usije ukafika katika ndoa, uliingia katika ndoa, lakini ndoa ya machozi milele. Si uombe Mungu, ati Mungu hata kama watu hupatana, nisipatane na nyang'ao itakaonisubua. Amen. Mumeona watu ambao wameuawa katika ndoa na waliuawa na yule walipenda.
Mzee ameuawa na yule alioa na alimpeleka mpaka kwao na akatoa mahali na akafanya, lakini huyo ndiye aligeuka akamuua. Tunaongea habari ya nini? There are directions unahitaji katika maisha. There are connections you need in life. Pray and fast. Praise the name of the Lord. Don't wait for crisis to fast. Fast when there is nothing. Okay, there is a fast ambayo ningetamani Mungu atusaidie. Hata mimi nataka mahali hii kitu itaishia, tutakuwa na fasting. Fasting ya siku 7 za kushukuru Bwana. Fasting to thank God is another important fasting. Ufunge. Haujafunga kwa vile umeteswa na mapepo. Haujafunga kwa vile kuna mashetani yanakusumbua. You are praying and fasting because you want to give thanks unto the Lord. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. And how many of us have ever fasted to give thanks to God? I don't want you to lift up your hands because I know there is a probability that nobody, just maybe one or two, just a few, who has ever taken time and said, God, I am fasting because I want to give thanks unto you. Kufunga kwa sababu ya kumshukuru Bwana ni important wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tuache mchezo na kufunga. I want this also to be understood to you. The best time for fasting varies from person to person. Each person should select the best time for his fasting. Chagua wakati ule mzuri. Wewe ukitaka kufunga tu wakati kuna crisis, haya si yakuja kwa wingi ili ufast. Wewe ukitaka kufunga tu wakati umepotea, unatafuta barabara ya kutoka kumstuni, si upotee kabisa ili ufunge mara nyingi. Lakini kuna wakati unapaswa ufunge. Uchague fasting kulingana na majira, kulingana na kile kinaendelea katika maisha yako. I want this also to be understood. The season, the time of your fasting should be dictated by you in consideration of your environment and what you do. Kufunga kwako, period ya kufunga inapaswa ichaguliwe kulingana na mazingira yako na kazi zile unafanya. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali Yesu alisema, obeni msiingie katika majaribu. In Matthew chapter 26, he said that. Pray that you should not fall into temptations. Sasa ni vizuri ujue, kuna mifungo unaweza funga iwe kinga katika maisha. Si lazima ugoje mpaka kuwe na shida. So, na ninasema hivi, siku za kufunga, fasting can be kama vile nilisema partial. You fast one meal, you fast 2 meals, you fast some things and some things you take. Bwana asifiwe sana. Unaweza funga chakula, ufunge kukula, lakini useme siku 3 zijazo nitakunywa tu kauji. Nikunywe uji kikombe asubuhi, nikunywe kikombe jioni. Nikunywe uji kikombe asubuhi, kikombe jioni kwa siku 3. Hiyo ni fasting kubwa. Kuna chakula umewacha, kuna vitu umejitenga nazo. Jina la Bwana libarikiwe. Na wengine uache kufagia ate nyumba ate mpaka unamaliza uga ili ufuge. Hakuna kufuga, wewe unafunga. Unamaliza kila kitu mpaka sukari Acha niache hiyo mastori leo, maana vile mnaniangalia nina suspect wengine ndivyo mnafanya. Unamaliza kila kitu, kwanza masigos, kila kitu inafagiliwa kwa nyumba. Sasa ni kufuga. Funga chapati ikiwa hapo na uiambie sikukuli. Hiyo ndio inaitwa fasting. Unafunga na unajua ukifunga siku ya pili ikipita, ya 3 mtu usikia harufu ya kila kitu. Hata chapati zikipikiwa kihunguro, ukiwa hapa utajua. Unasikia zikinuka kabisa. Hiyo ni ya siku ingine. So fasting unaweza anzia 12 hours fast, 24 hours, 3 days, 7, 14, 40 or even more, depending on the type of fasting that you are doing. So let's go to the book of Isaiah 58 for the purposes of understanding. Cry aloud, verse 1. Do not hold back. Lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways,
as if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. Ninataka kusema kitu cha kwanza. Katika kufunga ni lazima you prepare yourself for the fast. Fasting requires preparation. I want to say there are 3 major preparations that you need to do. Number 1 is the physical preparation. Physical preparation. Sasa hii Mungu atawabidi awasaidie. Kuna vitu nitakwambia kama unaenda kufunga usifanye. Kwa mfano kuna wengine unakula chakula mpaka unasikia tumbo ina kingine tunaita kwa Kikuyu gokeka, yani ni kuexpand tu, ina expand mpaka yani inakuambia nimefika mwisho. Ukipitisha hapo itapasuka just because utafunga. Now physical preparation, if you do that, utaamuka na ile tunaita nini kwa kizungu hangover. Na hangover ni mbaya. Afadhali mtu ambaye hakuwa amekula aanza kufunga kuliko mtu ambaye alikula excess, maana mwili wake unajua tumbo uliipanua alafu sasa umeinyima. Kukorapsi huko ndiko unasikianga mtu akisema guy, mimi naona kusumuni 50 cents in the air. You know, and the issue is this, the way you ate before is actually working against you. So there is a physical preparation. Kama unaenda wrong fasting, kuna vitu si vya kukula. Ukitaka kwenda wrong fasting, unaanza kubadilisha diet 3 days before. Are you getting what I'm saying? 3 days before you start preparing yourself, unaanza kula maboga kwa wingi. Amen. Na hapana kula githeri hapo. Na unaenda fasting ya 40. Itakutesa baadaye na huko. Wacha tusiongee vitu zingine saa hii. Itakuzugua na huko mbele. Hiyo kitu ni kitu itahitaji. Kwa mfano nyama, maharagwe, hizo vitu gumugumu zinakaa kwa tumbo masaa mangapi? Zaidi ya masaa 48 ili itoke from the system, ili ipite. Sasa wewe jaribu kufikiria, ushafunga, itasukumwa na nini? Itakaa kule, itakusumbua. Amen. Ndio wengine unakuta haukuweza. Fasting ulikuwa umepanga lakini ulifika mahali ukakwamia jiani kwa sababu you never had the physical preparation. Physical preparation is important, and that is something that I'll teach as we continue. Number 2, there is the mental preparation. Huwa nasema ni vizuri wakati mwingine kustukia tu na kufunga. You just start it anywhere, anytime. You can start a fasting at lunch. Ulikula breakfast, unafika lunch unasema haya sikuli sasa siku zingine 3. Unaanzia hapo. It is all right. There's nothing wrong with that. Lakini nataka kusema wakati mwingi fasting inahitaji mental preparation. Panga utafunga. Panga siku kadhaa mbele. Panga ya kwamba from Friday sikuli siku 4. Hiyo itakupea psyche katika akili. Hata mawazo yako inajua kukifika Friday sikuli. Na nataka mzoee hii. Si wapendwa, uchague siku kadhaa hata kama ni kwa mwezi, ya kwamba kama kwa akili yako ni vizuri umepanga, you can trust ati mwezi moja nitafunga siku 3. Unaziweka kwa akili ya kwamba mimi wiki ya pili ya mwezi, weekend hiyo sitakula kitu. Unaweka kwa akili. Cycle hiyo ikishika ni nzuri sana. Inakupea the mental capacity ya kudiru na fast. Bwana asifiwe sana. In my house we have a day of fasting as a family. That is a day including the young guy you see around. Nobody eats in the house. Na kwa sababu ya kukaa tumeifanya, iliingia kwa akili. Hakuna hata kuku wanajua siku hiyo ingine hakuna mabaki ya chakula itakuja. No, I'm telling you the truth. Everything is aligned in that way. We all know that on such and such a day hakuna vyombo vya kuoshwa, maana hakuna mtu atakula. Hata akili ishashika. In fact, even when I live here and I go to preach in a certain place, that day really troubles me because of this one issue. I still remember it is our day. Praise the name of the Lord. So wakati mwingi inabidi hata kama nimeenda kule, nimeenda hiyo siku niiweke ikiwa ile siku yetu ya familia. Akili
ilishika. Mental preparedness. Praise the name of the Lord. Don't be a person ambaye anafunga tu, unataka kufunga. Na wengine hawaipangi. Unajua hiyo kupanga kwa akili ina prepare yourself. So wengine kwa sababu ya kutokupanga, wewe ni kujistukia tu ati unajistua, utafunga. Ndio unakuta kesho ulifungua. Wacha kesho. Ulifunga na saa 4 ikifika uko na njaa ya siku 4. Paka hauoni vizuri, paka unaenda umejisikilia na ni saa 4 ya mchana. Kwa sababu ya hauna mental preparedness. I want to say this, number 3, there is a spiritual preparedness. You prepare yourself spiritually concerning fasting. This is what Isaiah 58 is all about. Spiritual preparedness. Verse 1, 2. Inaongea habari ya kujitayarisha kiroho. Utafikiri maandiko yanasema, yet they seek me daily. Wananitafuta. Mungu asemi ya wamtafuti, wananitafuta daily. They delight to know my ways. Hata wanataka kujua njia zangu. As if they were a nation that did righteousness. Do you hear? God has something against them. Why they are seeking him and they are not finding him? What is wrong with them? Sins in their lives. Preparedness katika fasting. Unless iwe ni dhambi zimekupeleka kufunga. Wacha maisha ya dhambi na unataka kufunga. Hazipelekani. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ishi katika dhambi na unataka kufunga. Unaishi ukifanya vituko lakini unataka kufunga. Haiendi hivyo wapendwa. Itakuangamiza. Utafunga lakini hautafika. Hautaona ule utukufu ambao unatamani. Hautapata majibu kwa sababu Biblia haikupei ruhusa tu ya kufunga. Inakwambia prepare yourself. Set the ground in order. They have forsaken the judgment of the Lord. They ask of me righteous judgments. They delight to draw near to me. Wanapenda kunifuata. Angalia mstari wa 3 kwa sababu hapa ndipo tunaanza na zile fasting ambazo hazikubariki. Why have we fasted and you see it not? Kwa hivyo mtu anaweza funga na Mungu asifanye nini? Asione. Kwa record za Mungu haikuandikwa ulifunga. Ni watu gani hawa ambao wanafunga na Mungu asione? Why have we harbored ourselves and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast. Behold, in the day of your... Now, note the following. Number 1, anasema, you fast, you seek your own pleasure. Fasting is not to seek, or it is not supposed to be for seeking your own pleasure. When you fast to seek your pleasure, unajua pleasure ni nini? Ni vitu za kujifurahisha. Hiyo fasting hakuna kitu unatafuta. When you fast to seek your pleasure, it is not acceptable before God. Ndio nitawaambia kwa nini watu wengine utafunga lakini usipate majibu. Mambo ya kufunga ati kwa sababu ya gari. Ninafunga Bwana, hiyo gari mahali imefungiwa, ninaifungua. Hiyo sasa hiyo ni raha. Wengine unafunga upate gari na hujapata miguu ya kiroho ya kwenda. Wengine unafunga upate nyumba lakini maisha yako ya kiroho yako nje. Sasa hii ni raha unatafuta. Hautapata majibu. Ni lazima ufunge kwa sababu ya mambo yaliyo sawa, lakini kufunga ujifurahishe. Kufunga ili upate raha katika maisha, hii ni kitu haitakusaidia. Kuna mengi katika lile neno, lakini basically what I want you to understand is every fasting that seeks for pleasure is not acceptable before God. Kama unafunga ujipendeze, uinuke. Unajua hata kuna watu wanafunga pimples zikwishe, akuwe mrembo kuliko wale wengine. Bwana, nakataa hizi manguo mzee. Sasa nimefunga siku 10, nguo lazima zibadilike. Natangazia wardrobe utachange. Paka unanenea bag, utapata nguo mpya. Umefunga upate nguo. Sasa kiroho uko na nguo in the first place. Are you spiritually clothed? Ama ni raha tu unatafuta? Na wengine yule utakuta akifunga amevaa suti kama hii nimevaa, lakini anafunga asipate.
gani mpaka Mungu anashindwa? Wewe uko interested na vitu vya dunia vya kukupendeza, hauna interest na vitu vya mbinguni ambavyo vinastahili kuwa katika life yako. So may God help you. Number 2, ukitazama mfungo wao anasema ya kwamba fasting now, verse 4, behold you fast only, okay, verse number 3, sorry, the last portion of verse number 3, and oppress all your workers. The second fasting that is not acceptable is a fasting to oppress another person. When you fast to oppress another person. Na hii ni kusema nini? Maombi yoyote unafunga ya kirenga mtu haitajibiwa. When you fast, and the reason of your fasting is to attack somebody. Amen. Utatumiwa na shetani. Na wapendwa, niliwaambia another time story ya pastor mmoja, sio nyinyi nilikuwa naelezea, that is the online church. Nikawaambia story ya pastor mmoja ambaye alipata nini? Alipata kunenewa, akapata ndoto ati kwamba mke wake ndiye anamaliza kanisa. Mshirika mwingine akamueleza ndoto kama hiyo, mtu mwingine naye akaja akakonfirm na another dream, wakashikana wakafunga, yule mama akakufa. Kitu pastor hakujua, hawa watu waliomshawishi kufunga walikuwa devil worshippers, na ndio walikuwa wamempea ile ndoto, na ndio walikuwa wamepanga hii kitu, wakafunga wakamaliza yule mama. Ni Mungu alisikia. Siku ile aligundua hawa ni devil worshipper. Ni siku ile yule mama maana baada ya hiyo kitu ilibidi pastor ataoa. Maana hakuwa pastor mzee. Akaoa nani mtu mzuri? Si ni huyu ambaye anaona? Akamuoa. Baada ya kumuoa, siku moja wamekaa, ametokea yule mama amegeuka, amekuwa kashoshoka mzee, ametokea mbele yake. Akaanza kuitana, in the name of Jesus I bind you. Yule pepo ikamuchekelea, ikamwambia unatumia jina gani? Wewe you don't qualify to use that name. Si wewe ulifunga mtu akufe. You cannot use the name of Jesus. Sio Yesu aliua yule mama, ni mashetani yakiteka advantage ya mfungo wa mtu wa Mungu ulio na kasoro. So it is important for you to understand, you cannot fast to strike other people. By fire, by thunder, in the name of Jesus, I return fire. Wewe sasa hiyo uache. Na wale ambao mnazoea maombi ya return to sender, kama ushawahi omba hiyo, inua mkono kwanza tutubu saa hii. Wale ambao umewahi rudisha return to sender, sema Bwana Yesu, nilifanya makosa kuomba maombi hayo, unisamehe kutoka leo na sitarudia. Amen. Na usiwahi omba hiyo maombi, nimekuambia kama mtu wa Mungu. Return to sender. Ni wewe na muganga, difference yako ni gani? Kama muganga anakutupia mishare na wewe unamtupia, difference yenu ni gani? Kuna vitu ni vizuri usimame kwa imani. Uelewe ya kwamba kama niko ndani ya Kristo, niko ndani ya imani, hata muganga agange miaka ngapi hata nifikia. Hey, praise the name of the Lord. There must be a paradigm shift in the church. And one of the shift that is supposed to happen is a shift of our faith. Somebody put your hand on your hand on your head and say, from today, I declare to my mind, you must believe in God at all times. Come on, somebody say it again. I'll believe in God in every situation. Hallelujah. Lazima imani yako ijengwe. Imani ya kwamba Biblia inasema mtapita katikati ya maji mengi, hayatawagharikisha. Mtapita katika moto na hautawachoma. Jina la Bwana libarikiwe. There is a time that comes, let the witches see you pass through the same area and it doesn't overtake you. Glory be to God. Mhubiri mmoja alitoka nchi yao akaenda India, akaenda festival ya waganga. Na hii tunaita festival, si kitu inafanyiwa usiku watu wakiwa wamelala. Hapana, inafanywa openly, waganga wamekusanyika.
na sherehe yao ilikuwa ni sherehe ya muganga yule hatari. Wanafanya dance, wanafanya mambo, halafu unapitia katika makaa ya moto, coals. Sio chako, coal. Mnajua mkaa? Ile makaa utolewa chini. Iyo ikiwaka unaelewa moto wake ni in hundreds of degrees. Praise the name of the Lord. Imewaka, iko amba. Hiyo ndio mtu anapitia juu. Muganga anakuja, anafanya vitu, anafanya, alafu anapita kwa ile kitu, miguu kavu, anapita anaenda pande ile nyingine, anavuka anarudi pande ile. Mmoja akauliza pastor, can you do that? Pastor akashindwa, gai, nitafanya nini? Nikishindwa kufanya hivyo, wataona Mungu wangu hakuna. Yule pastor akafika mahali akasema, Mungu, nimekumbuka Biblia inasema, neno lako linasema, tutapita kwa moto hautatuchoma, tutapita kwa maji haitatugarikisha. Hiyo imeandikwa katika Isaiah 43. Praise the name of the Lord. Jamaa akaenda akasema, nitafanya, nitapita. Wakamwambia, na usilete mchezo hapa, hii itakuchoma. Pasa akakuja anataka kuingia na viatu, wakamwambia, sasa wewe ndio utachomeka vibaya zaidi, viatu vikishika moto, toa viatu. Akatoa viatu, akaenda kuingia na socks. Wakamwambia, ndugu, ukichomekea hapa na hizi masocks utachomeka zaidi. Akatoa socks. Wakamwambia, inua trouser, ili kama unachomeka uchomeke tu na nini, na makaa, usichomeke na nguo. Pastor akatoa akainua trouser mpaka kwa magoti, akasema, Mungu, nimesimama kwa neno lako. Do you know, aliingia kwa ule moto, akatembea, akafika mwisho. Waganga wakamwambia, no, haiwezekani, hatujawahi ona kitu kama hiyo. Akawaambia, wacha muone. Akarudi the other side, wakamwambia, hatuamini, hebu fanya tena. Akapita. Waganga waliokoka kuokoka. That night there is a God in heaven. Praise the name of the Lord. They knew that Jesus was powerful by what this preacher did. Sasa uache kutishwa, change your faith. Amen. Kama ni Mungu ametuita katika hii nyumba, hakuna mtu atatutoa. Kama ni Mungu, na ndio nawaambia, hata katika hii situation ya corona, it is good for you to set your faith that corona can be there. It can even be the neighborhood, but it will not do anything to me. Ai, sasa usiposema amen, unataka kuaminiwa na nani? Wewe kaa. Kwanza kubadilisha imani. Mimi nakuambia hivi, corona ikuje, hata ikuje ifike wapi, kuna kitu moja, hatutakutana. So ijipange vile itafanya. Praise the name of the Lord. Na ijipange, na ni vizuri mshike hivi. Nimekuambia hivi, yeyote ambaye unaitanishwa na hii nyumba, hata wewe unaniangalilia nyumbani, na wewe umekuwa ukitufuata, I want to declare this, not one person ambaye ninahubiria atajipata katika hii corona. Praise God. Kwani Mungu ni wa nini? PPE na Mungu, nani anaweza linda mwingine vizuri? Si wanavaa PPE na wanashikwa na magonjwa? Sasa uache mchezo, weka imani yako vizuri, align your faith. Declare that I will live. Somebody say, I will live to declare the goodness of God. Sasa umuachane na waganga, muache kuishia mishale yao, wacha iende kule, itaenda. Mambo ya kueleza mapepo kule zitaenda. Mashetani ninawashika, ninawamunya, ninawalifalifa, nimewatupa kwa shimo ambalo halina mwisho. Uko na funguo ya hilo shimo? Maana lilifungwa. Biblia inasema katika Ufunuo, shimo lilifanya nini? Wewe uko na funguo. Ndio maana wengine unafukuza pepo na unaziona tu hapo zimeng'edhia tu area. Maana zinaona hujasoma, hata Bible hauelewi. Ndio zinakaa tu area, zinakuangalia tu na macho. Hata ukisema ziende zinajua wewe hujui kitu. Wewe kaa hapo. Hakuna pepo Yesu aliambia kule zitakwenda. Mahali pa kwenda ni pao zijipa. Na zile alipea ruhusa ndizo zilisema turuhusu tuingie kwa guru, akaziambia haya, mmechagua. So pepo zichague kule zitafanya nini? Hata kusuguliwa. Hata zikitaka kulala, sinawaambianga story ya mhubiri mmoja ambaye aliamshwa usiku juu ya kitanda vile kinatingizwa na mashetani.
kitanda kuku. Jamaa kaamuka akasema, hey, stop. Pepo zikawacha kutingiza kitanda. Akaziambia, you are in the wrong place and I command you to leave in Jesus name. Pepo zikatoka, zinatorokea mpaka kwa dirisha. Akasikia zikitoka. Akaziambia, hey, gojeni. Ebu rudini kwanza. Hii kitanda mlikuwa mmeipata wapi? Ebu rudisheni kitanda mahali kilikuwa. Na amelalia, si ati ashuke zikuzibe. Amekilalia. Pepo zikachukua kitanda zikarudisha mahali kilikuwa. Akaziambia, sasa muende na msiwahi rudi area hii. Sio watu wengine hata kusikia tu kapusi hapo yenye miao. Majini yote ya Mombasa na ya Kilifi na ya Kwale. Sasa wewe utashinda siku gani? Wachaneni na maro. So kitu moja, wachaneni na watu wengine. Msiwagonge. Do not fast ukitaka kugonga mtu. Te mtu anawasubua kwa kanisa ate mnafunga. Huyo mtu tumemhamisha, tumemuta. Wachana na yeye akae. Kwani hakika kanisa ni lako ama ni la Mungu? Nauliza, kanisa hii ni langu ama ni la Mungu? Si ukae hata kama uko na mashetani, si ukae. Si mwenye kanisa anapaswa akushughulikie. Mimi kazi yangu ni kuomba, nitafute uso wa Bwana, anipe neno, nihubiri, mambo mengine ni yake. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sio kugonga watu bwana. Yote ambaye kwa hii nyumba na ni mwabudu shetani na mgonga kichwa. Biblia inasema nitagonga kichwa na fimbo. Wapi? Paka wengine you misquote the Bible. Maana unataka tu kugonga. Hii kufunga. Mtu asifunge kugonga mwingine. Amen. Usifunge kugonga mtu. Hata mzee akiibiwa na mtu mwingine, usigonge yeye huyo. Omba Mungu. Obea mambo kulingana na neno. Praise the name of the Lord. Hapana uwa mtu. Tena nimemuua. Paka unaandika jina lake kwa karatasi, unakararua, unasema umekufa. Kama unanunua kadoli unakakata kichwa, na nimekukata kichwa. Wewe na muganga hakuna difference. Unajua nasema hii mambo kwa sababu watu wamefanya vituko. Ni kutuona tu na tuona kwa ibada. Mnataka kusema nyinyi hamjaifanya vituko? Ninauliza, nyinyi mlikuja, hamjaifanya vituko? Okay, mumewahi fanya vituko vya maombi? Maombi gine kali. Hiyo ya thunder and fire, by lightning and by dangerous prayers. By what else? By thunder, by fire, by wapendwa, hiyo maombi muache. Wachaneni na openi. Na kuna maombi ya muhimu sana kwa mtu. Kuomba kumjua Mungu. If there is a prayer you must pray, the prayer to know God. Kumjua Mungu. It is more than everything else that you can pray for. It is greater than anything that you can ask for. Biblia inasema the time is coming and the time is now when those who seek the Lord shall seek him in truth and in spirit. Wamtafutao. Si watu wanaoombea magari, wanaombea, wamtafutao ndio anatafuta. Baba anatafuta wamtafutao. Amen. Number 3. Ndio imeandikwa katika verse 4. Behold, you fast only to quarrel. You know there are people who fast na ile inasikika tu ni makuoro. Quarrels within your fasting. Quarrels ni ile ambao kuna quarrels mara mbili hapa katika hili neno. The first quarrel is when your prayer is a prayer of complaining. It is full of complaining. Bwana nimefunga, nataka uniambie kwa nini mimi Mungu, mimi niko hivi Mungu, nataka uniambie. Hiyo ni makelele unafanya, haina majibu mbele za Mungu. Ukifunga mfungo wa maswali, wewe ni quarrelsome katika fasting yako. Usifunge ukitaka kujua maswali majibu. Funga umjue Mungu. Funga ufugue njia zile zimefugana. Funga ujifungulie maisha mbele. Funga ujipangie vitu vile vitakuwa mbele yako. That is the right fasting. But hii fasting ambao unafanya, you are fasting for the sake of being quarrelsome. And I want to say this.
The second quarrelsomeness ni wakati unafunga kwa sababu ya mabishano na watu. Unajua kuna watu ambao wanasukumwa kwa fasting na mabishano na watu. Mtu fulani ambaye amefanya kitu, amekukosea mahali, sasa inakusukuma katika fasting. Hiyo inaitwa hunger strike. Unajua ile watoto walikuwa wanaambiwa kitu kwanza, mateenager. Unajua hapa tuko na mateenager. Bwana asifiwe sana. Naambiwa kitu anagokanisha mlango alafu anaenda hata kitu cha chakula anasema sina njaa. Sasa kuna mfungo ambao unaweza fuga unakaa kama teenager. Mungu hata hana shughuli, anajua wewe ni teenager tu. Ongea, endelea hivyo, unaendelea. Ile imefanya ufuge ni kwa sababu umekosewa, umekasirishwa. Hiyo inaitwa quarrelsomeness. Being quarrelsome. So these are the first things that you must put away. Praise the Lord. Number 4, angalia katika verse number what? Is this the fast that I choose? All right, verse number 4. And to hate with a wicked fist. To hate with a wicked. Kuna mfungo wa kugonga. Wa kugonga. Sasa hii ni zaidi ya ile ya kwanza, ya pili samahani. Fasting to oppress somebody. To oppress ni kutakia mtu shida, kutakia mtu apate mabaya. Lakini hii ya pili ndio hiyo ya kuua, kumaliza mtu. Hiyo biashara nimeiagusha, hiyo anajivuna naye, hiyo doa yake anaona kama ni anajiona kama ni Mungu, just because she is married and we are not, I declare the marriage fall. Hiyo ni kugonga, unagonga mtu na utapea shetani nafasi. Na mifungo hii minne ambayo nimekutajia, ukifunga shetani atafanya kazi against the people. Unafunga wateso, na akimalizana na wale atarudi kwako. Hii fasting ni dangerous. Utakapofunga mtu akufe, wewe pia uko kwa list ya kufa. Shetani atakapomaliza kumuua atarudi kwako. Utakapofunga ili mtu apate hasara, hasara ili atapata, na shetani akimalizana na yule atakuja kwako. Now this is what people don't understand. So many people pray and fast, hate others with the troubles, with the problems. Nina mgonga, umasikini umupate ili awache malingo. Please wapendwa, hata boss anaweza kukufinyilia, kumuombea akuwe maskini. Hiyo ndio inaitwa ujinga first class. Wakati umaskini unapata na kazi pia yako imefanya nini? Imeishia pale. Wakati huyu dada ambaye anakaa hapa pengine ako na tumalingo, kwa sababu yeye ameolewa, ananunulia yangu tu viatu na mzee, sasa anapitanga nato tule twa kugonga gonga. Please, wacha kusubuka naye, wacha kumuombea ati doa ikwishe, awache malingo. Akimaliziwa doa iache malingo, awache malingo. Kweli malingo itakwisha, lakini naye atakuwa kila Sunday anakuja anakuambia mwalimu wetu, unaweza nisaidia na bao watoto wamelala njaa. Shida ile ulimuombea itakupata. Nafikiri you understand the logic, eh? So kuna watu ambao wacha wakaa hivyo, wanaka afadhali wakiwa hivyo. Wako na malingo lakini wako sawa. Na malingo ni si wewe utawahukumu, ni Mungu atawahukumu. Amen. Hapana ombea huyo pastor, hata kuna mwingine hapa kufikia kile akafuga nitafaidika na nini? Haleluya. Najaribu kuwasaidia kwa sababu mimi hakuna kitu atupati, hakuna challenges azitupati, lakini kuna maombi lazima uweke, ujue ya kwamba ni nini utafanya ili usije ukigonga wengine. Na vizuri ni ujue hivyo. Amen. Kuna mama moja, wakati mmoja walifundishwa habari ya kuomba. Maombi hiyo inaitwa dangerous prayers. Sasa mama alikuwa amesumbuka na mzee sana. Mzee ni aina ile ya kuvuta sigara, hana heshima, anavuta mbele ya watoto kwa nyumba. Mama akaomba akasema, natangaza hiyo sigara kutoka leo iwe sumu kwake. Mzee alikuja kama kawaida, akaketi mahali alipokaa, akawasha sigara, kuivuta kidogo. Mzee alikohoa mpaka unasikia kama atakohoa, tumbo itoke. Akatupa hiyo sigara, akawakisha ingine.
akafikiria hiyo iko na shida. Hiyo naye alikohoa mara mbili ya ile ya kwanza. Akatupa zile alikuwa nazo, akatuma mtoto. Mtoto akaendea. Alipoendea mzee alipovuta, alikohoa tena. Akatupa hiyo. Kaambia mtoto hebu enda kwa duka ingine. Akaenda. Akabadilisha mpaka sigara ile alikuwa anafuta, anachukua ingine. Mzee alikohoa mpaka mama akaingia na hapo ndani akaambia Mungu, si kukuambia uue mzee. Tunaelewana? Kuna vitu unaweza omba, unaweza fanya na vilete mazao si yale ulikuwa unataka. Praise the name of the Lord. Mungu akusaidie uelewe mambo haya. So, what is the right kind of fasting? Verse 5, sorry. Is such the fast that I choose, a day for a person to humble himself. Praise the name of the Lord. Je, huu sio mfungo ule nilichagua wa mtu kujinyenyekesha? The right kind of fasting, number 1, is a time to humble yourself. Fasting is to get out of the patch where you have been before and land somewhere lower. Mfungo wowote utakaofunga na hauleti kunyenyekea katika maisha yako ni kupoteza, unapoteza siku. Fasting is a sign, is supposed to bring humility to a person. Kufunga kuleta nini? Unyenyekevu katika mtu. Kio ni kitu cha kwanza. The first key to fasting, humility. Humble yourself. Humble yourself. Bring yourself down. And therefore, when somebody fasts, you must make sure that your mind is not seated in those lofty places. Your mind is not settled on those high places. Hapana, hauweki akili kule juu. Hauweki akili katika hiyo mambo ya juu. Yeyote ambaye amefunga aelewe ya kwamba wakati nimefunga, nimetoka kule juu, nimeshuka. I am humbling myself. Anasema hivi, is it to bow down his head like a reed and to spread the sackcloth ashes under him? Will you call this a fast and a day of acceptance to the Lord? The second thing that I would like you to note, fasting is not just about your physical appearance. It must not be for any reason for somebody to see. Kwa hivyo hata wakati tunatangaza fasting katika kanisa, the second rule katika kufunga, the second acceptable thing in fasting is not to do it for the purposes of compliance. You know, compliance is like what? When a pastor said we should fast, so you do what? You fast. Hiyo inaitwa compliance. Haujafunga kwa sababu unaelewa, unafunga kwa sababu at least hiyo ilisemwa nisije nikakosekana. Ile nimewaambia watu huinua mikono na mtu anajua kabisa hatafunga. Mtu anasema nitafunga siku fulani na yeye moyoni mwake anajua hatafunga. Ama anapofunga anataka ili awe pamoja na wale wengine, lakini yeye hakuweka ile mambo yanayostahili katika kufunga kwake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So may God help you and give you understanding. Praise the name of the Lord. So let's move on, because there are things that we must look into. Verse number 6, is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness? Acceptable fasting. Number 3 is when you fast to loose the bonds. Kufunga ili ufungulie watu, ujifungue, ufungue wengine wale ambao wamefungwa. Jina la Bwana libarikiwe. Fast to break the bonds. Praise the name of the Lord. Fast to break those who are in prison, to set them free. Hallelujah. And that is the fourth thing that I would like you to note, because it is in the same verse. To undo or to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke.
kuvunja nira zile ambazo zimeketi juu ya watu. Bwana asifiwe sana. Letting the oppressed go free. This is fasting. Ufunge kwa sababu ya watu wenu wengine ambao wamekaa katika maisha ya taabu, wamekaa katika maisha ya umasikini. Praise the name of the Lord. And kindly remember to wear your face mask appropriate. Amen. It is right. It is the right thing for you to do. Usiniangalie mimi, niko mbali na wewe, niko mbali na mwenzako. So put your face mask properly. It is important for you and for your neighbor. Now, let's move on. What I'm saying is this. When you fast, it must be a time to deal with the bondages among your people. Bondages zile watu wanapata. Vifungo vile vinasumbua watu wako. For example, drunkenness in your family. God, how can we continue to live normally when people are dying of drinking? How can I live normally when all my friends, let me tell you this, I've heard stories. Some of these stories I would not want to share with you because they are so sensitive. But I want to say this, I've heard the people who talk about family members. I know in my family, in one family, we had the people who died of HIV. A number of them, not one, not two, not three. Are you getting what I'm saying? Nyumba imefungwa na ukahaba, watu hawajui mipaka, kwa hivyo wanauawa na ukimwi. Je, hili ni jambo la kawaida? Hauwezi nyamaza, ni lazima wakati mwingine ufocus na vitu kama zile. Uonapo nyumba ni ya walevi, my brother is a drunkard, my sister is a drunkard, my grandmother is a drunkard, my aunt is a drunkard, my brother, why don't you take your time? Ufunge kwa sababu yao. Uache kufunga upate magari, uache kufunga tufungulie mashamba. Si ufungulie hao wafungwa kwanza watoke jela. Nani ajuae? Some of us, we can give testimonies. Our brothers are very industrious. Isipokuwa ni nini? Ni pombe. Wangapi wanaelewa vile nasema? Mtu anafanya kazi na moyo wake wote, isipokuwa nini? Pombe ndio shida. Mwingine unasikia ni mtu mzuri, ni mkarimu, hakuna kitu hawezi kukupea, isipokuwa na yeye hivyo anawapea, ndivyo anapea malaya. Mali yake yote anaenda Nairobi, anaenda wapi, anafanya mabiashara, lakini zote zinakuliwa na nani? Na makahaba. Kwa sababu gani? Ni kifungo katika familia. God would like you to take a time to fast, focusing on the bondages, focusing on the prisons in your family. These are the fastings that are acceptable. Don't just fast because of it. Don't just fast because there are troubles, there are problems in your life. Fast because of the other issues that are there in the family. Number 5. Fasting to share with the poor. Fasting to share with the poor. There is an important thing, and I want to say this, and I want you to learn this, and I want also to be practical on the same in the course of time. Praise God. Where you fast and do a calculation ya chakula chako cha siku ile umefunga. Kama unafunga siku 3, unachukua chakula ya siku 3, unapelekea mtu masikini. What you fasted, you give to a poor person. Praise God. You give it as an offering. I remember the man of God, I believe this should be T.L. Osborne, who was taken up, caught up in heaven, and when he was in the presence of God, God showed him a lot of things. He showed him the mansions that he talks about. The mansions of the rich, the mansions of those who are serving God, members of the church, and what have you. And he saw mansions of people he knew. Some people who were still on earth, still ministering the gospel. And he was shown a lot of things. And then eventually, he was told, now you must go back. And he said, Lord, this would be unfair. You have shown me all the mansions of other people. Why not mine? Na Yesu akamuuliza, unataka tu kuona yako? Haya, wacha nikupeleke. Ndio akapelekwa. Alipofika kwa nyumba yake ile alikuwa amejenga. Okay, before aletwe kwa yake, kuna mama mmoja alikuwa kanisani. Mama mjane, alikuwa a pensioner, huyu ni mtu wa miaka zaidi ya 60, alikuwa kwa kanisa. Sasa alionyeshwa kinyumba kikubwa cha ajabu cha yule mama. Sasa T.L. Osborne kwa moyo alikuwa anajiambia, kama kamama kale kamjane kanisani kako na mansion kama hii na yangu,
mimi international preacher, naenda wapi nikihubiri, miujiza inatendeka. Sasa wakati alifikishwa kwa yake, alikuta miti mitatu, 3 rafters. Moja imepanda ikashikana na hii ingine ikapanda ikashikana na ya. Hata alisimama akaambia Yesu, you are mistaken. Naona hapa kuna confusion. Nafikiri hii nyumba ni ya yule mama mjane, yangu ni ile. Akaambiwa, why do you think so? There is no mistake here. Why do you think you deserve that? Akasema mimi nafanya. Akaambiwa na Yesu, listen, do you know what that widow does? Do you remember what she usually does when you are going out for a meeting? And he remembered. This woman would come and ask, Pastor, I understand you are going to China. How many days? And the pastor would say, I'm going for 10 days in China, or I'll go for 14 days, or I'll go for... And the woman would say, okay, thank you. She would go and she would take her card ambao alikuwa anachukua nao chakula. Anaenda naye, anaambia mwenye duka, usinipatie chakula, sasa nahitaji cash ya hizi siku 10. Chakula ile yote anaiconvert into money. Analeta, anaambia mhubiri, wewe kwa sababu mimi siwezi enda, wewe enda ukahubiri. Siku zile 10 hiyo chakula amepeana, mama hata kula chochote. Ndio nyumba yake ilikuwa kubwa na yenye utukufu, lakini wewe unafunga na una pile up kila kitu kwa freezer kwanza. Freezer unaiweka hapo. Hata sukuma ile ulikuwa umepika unaweka kwa fridge isiharibike. Yoga tulikuwa umenunua unaiweka mahali. Hata ile ulikuwa umefunua unasema haiwezi haribika, unaiweka. Ndio watu wengine ukikuta wakifugua utashindwa, kwani alikuwa amefuga siku gapi? Kumbe ni siku moja. Maana kila kitu ya kutoka asubuhi mpaka hii ingine iko kwa meza. Compensation, kulipiza kisasi. Hiyo haitwi fasting. Hiyo ni mchezo uko nayo. When you fast, give to the poor. Give to the needy. That fasting touches God than any other fast. Bwana asifiwe sana. The other thing anasema, to let the oppressed go free and break even every yoke. Is it to share your bread with the hungry and bring the homeless poor into your house? Unaona? Kuleta maskini kwa nyumba yako. Kwa hivyo ukifunga na ndio unaona kwa saa zingine. Unajua huyu jamaa anaitwa Muislamu alipata vitu nyingi sana kwa Bible, akazifuata na watu hawajui. Angalia wakati wamefunga, wakati wanafungua wanaitia watu chakula. Ukweli? Mmewaitiwa? Wanapika kama wamemaliza Ramadhani, inaitangwa nini? Idul Fitr, wanapika wanaitia kila mtu, wanapea, na sana sana wanapea maskini. Sasa huyo mtu atakushinda tu, atakuacha kwa njia. Maana mfungo wake, hata kama yuko on the other side, lakini mfungo wake ni acceptable mbele za Mungu. Maana yeye anafunga badala ya kujiwekea, anapea maskini. The last thing that I would like you to note, when you see the naked, to cover him. Nakedness ni nini? Ni ishara ya dhambi. Fasting ya kudiru na dhambi ina umuhimu pia mkubwa mbele za Bwana. So fast to deal with the sin. That is number 6. Funga ushughulikie dhambi. Funga ushughulikie tabia ambazo haziko sawa, zako mwenyewe, za watu wengine. Funga. Jinyime chakula, si kitu kubwa unataka, ni dhambi unataka kuondoa katika maisha yako. Mungu wa mbinguni atabidi awabariki, maana naweza shindwa kueleza mambo mengi, lakini Mungu wa mbinguni awasaidie katika habari hizi ambazo ninawafundisha siku ya leo. Praise the name of the Lord. Fasting, it is very
important for you. The last thing that I want to say is this, and to hide yourself from your own flesh. And not to hide yourself from your own flesh. Fasting, another acceptable fast, is to fast for your family. To fast for your family, not to hide yourself from your own flesh. Ndio wanaambia watu, utakuta watu wengi wamefunga, wameombea kanisa kuliombea. Umefunga hata 20 ukiombea kanisa. Umefunga hata siku 10 ukiombea kanisa. Bwana, tunapanua kanisa, tunaipanua. Na wewe umewahi funga siku kama hizo ukiombea familia yako? Bwana asifiwe sana. Wangapi mko hapa ushawahi pitisha siku 3 ukiombea family na hukuuza mambo mengine? Family, ukafikia family peke yako. Mungu, hii chakula nimenyima juu ya hawa watu. Si unaona mikono yetu ni michache? Kwa sababu fasting wakati mwingi hatuielewi. Kuna kufunga, you pray for your family. And I want to say that, as I've said before, don't just wait until there is a crisis in the family to fast. You can fast before the crisis. Let the crisis come and find that you already built a wall. Hallelujah. Ukiona, sijui wangapi upenda kuona military hardware. Uone ya kwamba kuna magari, kama kwa mfano magari mengine yametengenezwa na nchi zile kubwa. Nchi kama vile Russia, Britain, US, China, magari ambao inaweza enda itengeneze daraja na lori zikuje zipite juu, magari zingine zipite juu yake, hata tanks zipite juu yake, na ni gari imetengenezwa hivyo, iko na kitu ya kufloat, wanakuja wanafunganisha. Kuna mahali juu, najua tukienda kwa vita hawataacha madaraja, watabomoa madaraja ili tusivuke. Munafanya nini? Munajitengenezea daraja. Hamutengenezi mukifika, munatengeneza kabla, ili mukifika ni kuiweka tu na kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. There are bridges you should make in fasting before the river. Before you come to that situation where you need to cross a river, you fast. You pray, you seek the face of God, for He is a faithful God. Blessed be the name of the Lord. I want to wind up by saying, fasting is so important in your life. Fasting is so important in your life. It is one thing that you must value in your life. It is one thing you must say, although I know I am born again, and kindly do not be deceived. There is a deception that Christ fasted for us 40 days. I want to ask you, have you ever read a scripture that shows that He fasted for you? Can you show me where it is written after 40 days fasting for Kirago? He was hungry. Why was Jesus fasting? For His own ministry. Yes, I am part of the ministry, but the truth of the matter is He fasted because He needed power to deal with the opposition that was. Kuna wakati wanafunzi wa Yohana Mbatizaji waliuliza Yesu, kwa nini wanafunzi wako hawafungi? Aliwaambia namna gani? Wakati bwana harusi ataondoka, watu hawa watafanya nini? Watafunga. Wapendwa, Yesu hayuko hapa. Fugeni chakula. Wachaneni na chakula. Jitenganishe na chakula. Sasa Mungu atabidi awasaidie. I think I'll do that for today, and then next Sunday I'll be talking about the benefits or the results of a true fast. From the same book of Isaiah, chapter 58. We shall look at the benefits. There are at least 12 benefits of fasting that you must understand. You must know. At least 12 benefits of fasting. Why you should put down that plate of food and say, from today, I am not eating it. This week, I am eating nothing. For there are benefits ambazo, wapendwa, hakuna mtu anaweza kukupea wakati haujafunga. Kuna mambo ni Mungu anataka uwe nayo, lakini anataka ufunge.
Kuna vita hautaweza kushinda mpaka ufunge chakula, uondokee chakula, useme chakula, ninakupenda na ninajua wewe ni wa maana, lakini sasa itabidi nikuache ili niweze kufuatana na Mungu. So Mungu wa mbinguni awabariki. Inua mikono yako mahali uliko. Nataka uliitie jina la Bwana. Weka vitabu vyako chini, hata wewe uliye katika nyumba yako. Can you pray together with us in the name of Jesus Christ? I want somebody to say that we need to hear that truth. Makazela kato robo shanda rakakata ramana mashala lalazi rokatala baganda rabaraba shela labazanda lakazala makata ramana mashala lalazi o kasela lamana mashala baganda rakakata ramana mashala lalaza rikatela labagando roboroboza rekeketa ramana mashala labagande. Oh, somebody pray for the grace, pray for the strength to fast in the name of the Lord. Reka katarabagande, repazela kotarabaganda. Oh God Almighty, when people pray, when people fast, God answers prayer. When people pray, when people leave food, there is a divine power that is given unto them. There is a divine authority that comes through fasting. Makazala katabaganda. Somebody pray. Somebody call on the name of the Lord. Somebody say, oh God, give me the grace to fast. Give me the grace to fast. Give me the grace to move away from food. In the name of Jesus Christ. Nisaidie niondokee chakula. Nisaidie nijitenge na kila kitu ambacho chaweza nizuia kukuona. Nisaidie niondokee kila kitu ambacho chaweza nizuia kukuona. Katika jina la Yesu Kristo. Bagande le katela la bozia rapozela katabaganda ramasela la kando robozaira. I worship you because you are worthy. This is my prayer. The power of God, the anointing and the grace of God. Makazela katabaganda ramakate rebonda rababoria. Wakati watu wamefunga, kuna mambo hutendeka. Wakati watu wamejinyima, kuna malango hufunguka. Wakati watu wamejinyima chakula, wamejinyima raha, kuna maisha ambao inasonga. Mwambie Bwana, nipe hiyo neema. Stand up on your feet and pray for yourself, my brother. Pray for yourself, my sister. Ask for the grace in the name of the Lord. We cannot continue. Makazela katabagande repazela katabayanda. In the name of the Lord. Lilele sokoboganda. Lilele sekaramayando. Lilala kasobaganda rabayanda. Wakati watu walifunga, wakati watu ujinyima, wanapata njia, wanapata kufunguliwa. Makasele maganda, repasela la baganda. Wakati watu wamejinyima, wanapata malango yamefunguka. Wakati watu wanakataa chakula, wakati watu wanaweka chini sahani zao, kuna utukufu ambao wanashukiwa nao, kuna baraka ambao wanashukiwa nazo katika jina la Yesu. Shena la katala bazanda. Nataka kuonja utukufu wako. Nataka kuonja baraka zako. Nataka kuonja hii neema. Nataka kuonja utukufu. Sakene katola baganda. Sakate kakata bagande. Shena katara bagande. Rekatala maganda rababoria. Wapendwa, itisha hiyo neema. Wapendwa, kata hizo kamba ya chakula. Kamba hizo ambazo zinataka tu uendelee kula, zikate katika jina la Yesu. Zivunje katika jina la Yesu. Release yourself from the yoke of food. Release yourself from the hunger. Release yourself from the desire, the hunger for food. Ora pakata bazanda
Watu waliofunga waliona utukufu wa Bwana. Watu ambao walifunga waliona baraka za Bwana. Watu ambao walifunga waliona ushindi wa Bwana. Watu ambao waliacha chakula walimufikia Mungu kwa urahisi. Rekete la magande rekotali baganda ramakate rebo ripazala kata baganda. Wakati watu waliacha chakula, wakati watu waliacha chakula, walipata nafasi ya kubarikiwa, waliacha nafasi ya kubarikiwa, walipata nafasi ya kubarikiwa, waliingia katika ulimwengu wa baraka, waliingia katika ulimwengu wa utukufu. Wacheni tukataane na chakula, wacheni tutangazia chakula hakita tutawala. Oh, la pakata baganda rapazaka baganda rapozela kata rabazande repazala kata rabaganda. Okazina kata bayande repazala kata rababaza rakakata ramamamaza rekakata ramana mashalalalaza. Biblia inasema katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 18, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly. Mungu wao ni tumbo zao. Ebu waambie, shika hiyo tumbo lako, ulinenea ya kwamba hautakuwa Mungu wangu, hautanitawala, lakini kuanzia leo nitakutawala. Weka mikono katika tumbo lako, litangazie, you will not rule me, you will not reign over me. I must overcome you, for I must serve the Lord. Better, you shall not be my God. You shall not lead me. You shall not divert me. You shall not take me the way you desire. Rakakata ramasala baganda. Oh, rokosila la makate bayonda. La botela kata ramasala baganda. I worship you because you are worthy. Rekazala kata baganda rakazala makato bozande repazela kata rabazanda. Wewe tumbo hautatawala watu wa Mungu. Ewe tumbo hautatawala kanisa la Bwana. Tunakutangazia kutoka leo, kanisa la Bwana lina nguvu juu yako. Kanisa la Bwana lina nguvu juu yako tumbo. Wewe chakula hautatutawala. Shalala makata baganda, shalala makata rabayanda, repa babakata bagando, rekakata ramasala bayanda. In the name of the Lord, you will not reign over us. You will not reign over us. Ramakata rabazanda, rekata la makaya kato, palamana kata rababazanda. Listen for a minute. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6, verse number 13, food for the belly and the belly for the food, but God shall destroy both. Tumbo ni ya chakula, chakula ni kwa tumbo, lakini Mungu ataangamiza zote. Wapendwa, tumbo hili liache kukutawala. Wewe unayenitazama kutoka kwa nyumba yako, tumbo iache kukutawala. Ni vizuri uwe na hili neno kwa moyo, ya kwamba kuacha chakula, kuacha tumbo likutawale, ni kuzuilia uharibifu fulani katika maisha yako. Lift up your hands everybody. Even those who are at home, lift up your hands together with us. Can you make this declaration together? Say, dear Lord, I declare today, I have failed in many ways concerning fasting. I have not done it as I ought to do it, as often as it should be. But I declare today, from this hour, by the word of God,
In Philippians 3, verse number 19, I will not be under bondage of the food and my belly, in the name of Jesus. Natangaza kuanzia leo, nitatawala tumbo langu, nitatawala chakula, wala havita nitawala, katika jina la Yesu. Uweza wangu wa kufunga na kuomba, naomba kurejeshewa katika jina la Yesu. Tamaa ya chakula isiyotoka kwa Mungu, wacha ikaondoke kwangu. Bwana, mashetani waletao tamaa za chakula waondoke maishani mwangu. Kuanzia leo natangaza ya kwamba nitafunga wakati nataka, nitafunga wakati unanihitaji, nitafunga kwa sababu ya mambo ulionielekeza. Asante Bwana, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Father, I release the same favor, the same grace to fast upon your people. As we agree on the days that we shall choose to pray and to fast, may your name be glorified in our lives. In Jesus' name do we pray and do we believe, and somebody say amen. Give a clap offering to the Lord. Give a good clap offering to Jehovah. He deserves the glory. He deserves the honor, for he is the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. May God bless you so much. We may take our seats, and as I conclude, I want to urge even those who are at home, please, this week that is coming, can you plan to have at least a day in the fast? At least the minimum, one day, morning to the next morning. Na usiamuke kukula ugali saa 11 kukiwa na giza ati unasema asubuhi haijafika. Ukiachana na sapa, sasa endelea hivyo mpaka the next day in the morning. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati tunajinyima chakula, kuna mambo inafanyika. Kindly tune in on Sunday as I conclude on the benefits and the results of a true fast according to the word of God. I'll be here. So we will be fasting. Even for us here, some of us have already taken days that we are praying and fasting, and therefore we want to encourage you, join us. Know this for sure, fasting is difficult, it is hard, but it works. Praise the name of the Lord. Mtu asikudanganya kuambia ati kuna vile utafunga na hauna tamaa ya chakula, hauna njaa. Hapana, fasting actually ni hiyo kujinyima. Unasikia tamaa ya kukula, unasikia kiu, lakini unasema nimefunga. Na wapendwa, ninasema hivi, hii fasting ya kachai, wacheni tuiweke chini. Wacheni turudie fasting ya maji. Fasting ya maji ni muhimu, unless kwa wale ambao ni lazima kwa sababu ya kazi zingine wanafanya. Lakini kunywa maji, saa ingine ruhusu mwili upate tu refreshing. Maji ambayo itatoa uchafu. Tutaongea mambo hayo Mungu akitujalia. Kwa hivyo Bwana awabariki. Kama ungetaka kushiriki nasi na unauliza pengine nambari ambapo naweza toa sadaka yangu, sadaka ile ulio nayo, hata wale uko hapa na wale uko nyumbani ungetaka kujitolea, tumia nambari hii 0719727770. Praise the name of the Lord. 0719727770. God bless you and God do you good. Let us pray for our offerings. Father, we thank you. The Bible says that we should not appear before you empty-handed, and therefore we do not come before you empty. Tunakuja na hazina zetu, sadaka zetu, mali zetu tunatoa katika nyumba zetu, tunatoa katika biashara zetu. Ninaomba ya kwamba kila kitu mtu atatoa, wengine washatoa, wengine watatoa. Bwana Mungu uwabariki, uwakumbuke, uwaonyeshe rehema na fadhili, uwafikishie uaminifu wako, ili Mungu wa mbinguni jina lako litukuke katika maisha ya watu hawa. Ninaomba ya kwamba mkono unaonyoshwa kutoa ukapate ya kubariki, ukapate ya kufanya kazi zake na kufanya mambo mengine yanayohitaji kufanya katika nyumba yako. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. So God bless you so much. Again, I repeat the number as we conclude: 0719727770.
if you are giving your offering, your testimony, anything that you'd like us to know. We love you. We bless you. For those at home, bye-bye. God bless you. See you from tomorrow as we continue with our services as usual.